mkutano. Na nawaomba radhi kwa sababu nimechelewa. Dar es Salaam mbali. Dar es Salaam mbali. Sasa tumekwama huko, tukachelewa kufika, kwa naomba niwe radhi. Hiyo ni shemeji zangu na ni wakwe zangu, kwa sababu dada yangu mie wa kuzaliwa ni marehemu, sasa kaolewa huku kwa Wamatumbi na mtu anaitwa Ali Kilindo, mtoto wa mzee Likumbage. Likumbage si jina la huku. Wenye shemeji zangu. Kwa nimekuja kwa shemeji zangu na kwa wakwe zangu. Sawa sawa. Lakini kikubwa ndugu zangu, nafikiri tunapokuja Kilwa, sisi tusiokuwa wa hapa, tunapokuja Kilwa tunahitaji kuja kwa unyenyekevu mkubwa sana, kwa sababu hapa Kilwa hii ndio nchi ya Kinjekitile Ngwale, au nakosea? Nilikuwa namuuliza mwenyekiti wa wilaya hapa, akaniambia alinyongewa mahali fulani si mbali hapa na hapa. Kanyongewa hapa. Takapomaliza mkutano tusiondoke bila kanipitishe nikatoe heshima kwenye mahali iliponyongewa Kinjekitile Ngwale. Shujaa wa nchi hii. Shujaa wa nchi hii. Mtu wa kwanza kuasi dhidi ya ukandamizaji wa wakoloni wa Kijerumani. Kwanza kuasi baada ya Jerumani kuwa wametangaza hii nchi kuwa ya kwao, ni wa hapa. Kwa hiyo wajukuu wa Kinjekitile Ngwale ni watu wa kuheshimiwa sana. Nilianze na hili. Lakini vile vile niwapongezeni wananchi wa Kilwa kwa kuwa wana mageuzi. Kwa kuwa wana mageuzi. Nyie kweli ni wajukuu wa Kinjekitile Ngwale. Ni watu ambao mmemzaa Bwege, au sio? Selemani Bungara, nimeambiwa yuko Dar es Salaam anaumwa. Mjulisheni kwamba nimemsalimia. Nimefika kwake, nyumbani kwake final. Msalimieni sana. Nyie ni watu ambao mwaka 2010 mlimchagua Bwege kuwa mbunge wenu. Mlikataa ukandamizaji wa CCM kama babu yenu Kinjekitile Ngwale alivyokataa ukandamizaji wa Wajerumani miaka zaidi ya 120 iliyopita. Leo ni miaka 120, au nakosea? Kwa 2010 mkakataa CCM, na 2015 vile vile. Kwa nyie ni wana mageuzi, na nyie kweli ni wajukuu wa Kinjekitile Ngwale. Ni wana mageuzi. Hampendi uonevu, hampendi kukandamizwa, hampendi kupuuzwa, hampendi kunyanyaswa. Maana mmechagua mageuzi tangu 2010. Niwapongezeni na niwape heshima, kwa sababu mnahitaji kuheshimiwa na mnahitaji kupongezwa. Sasa ndugu zangu, mnakumbuka ya 2020 nimekuja hapa kufanya mkutano
mgombea urais. Tumefika hapa, kulikuwa na uwanja mahali fulani huko nikapigwa mabomu sana, na nyie mkapigwa mabomu sana. Anayeamuru OCD apige mabomu mtendaji wa kata. Angalau alichotaka kwangu kuwa ni mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata anamwamuru OCD apige mgombea urais mabomu asifanye mkutano na wananchi wa Kilwa. Akakosea. Yule kijana yule si alikuwa anajiita katibu kata, mtendaji wa kata. Bwana OCD wa Kilwa, ni utaratibu wa jeshi la polisi kwako wewe kuamuriwa na mtendaji wa kata kupiga mabomu mgombea urais ili afanye mkutano. Ndio taratibu za kipolisi za nchi hii. Lakini nilipigwa mabomu, sikuweza kufanya mkutano. Sasa nimekuja, miaka 5 imepita, Mwenyezi Mungu ameturehemu, tumerudi, tumekutana. Sasa tuzungumze ya uchaguzi huu, ya mwaka huu wa uchaguzi. Ni kweli hajakosea, hujakosea. Tuzungumze ya uchaguzi. Tunaendaje kwenye uchaguzi wa mwaka huu? Ndilo ambalo limenileta hapa kwenu leo. Tunaendaje kwenye uchaguzi wa mwaka huu? Iko hivi, nina taarifa hapa za Kilwa. Nina taarifa za Kilwa ambazo zinaweza kutupa jawabu la tunaendaje kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Mnanifahamu? Nataka nizungumze za Kilwa kwa sababu mnazielewa vizuri. Sawa sawa jamani? Mwaka jana Novemba kulikuwa na uchaguzi wa vijiji na mitaa, au nakosea? Kwenye uchaguzi wa mwaka jana hapa kwenu, hii ni Kilwa Kivinje na kuna Kilwa Masoko, au sio? Hapa kwenu Kilwa Kivinje, katika mitaa 21 ya Kilwa Kivinje hajapata mwenyekiti wa kitongoji hata mmoja. Ni mtaa au kitongoji? Ni kitongoji, hata mmoja. 0 kati ya mitaa vitongoji 21 wote wamekwenda CCM, au nakosea? 3 na wote wamekwenda CCM kwa sababu wapinzani wote waliembuliwa, au nakosea? Nasema uongo? Na vurugu zote walizofanya, ndio maana wakashinda mitaa yote 21. Hapa kwenu kule Kilwa Masoko kuna vitongoji 9 vile walikomba vyote kwa sababu waliengua wagombea wote vile. Kwa hiyo wapinzani wapata 0 Kilwa Masoko vile. Hiyo ni ya mwaka jana. Turudi miaka 5 nyuma. Mwaka 2019 kulikuwa na uchaguzi tena, au nasema uongo? 2019 nako wapinzani hapa Kilwa Kivinje walipata 0 ya 21. Kwa sababu Magufuli na watendaji wake walifuta wagombea
Magufuli na CCM yake walifuta wapinzani wote. Turudi miaka 5 zaidi, 2014. 2014 ndio tulifanya uchaguzi wa maana hapa. Nimesema nizungumze ya hapa. Msiniambie unatuletea ya Singida kwenu. Nazungumza ya Kilwa ya kwenu. 2014 ilikuwaje? Kwenye mitaa 21 ya Kilwa Masoko, ya Kilwa Kivinje, samahani, ACT au ilikuwa CUF wakati huo? Ilikuwa CUF. Wapinzani wenzetu walishinda mitaa 21 kati ya vitongoji 21 kati ya vitongoji 21 vya Kilwa Kivinje. Ndio maana nimesema nyie ni wajukuu kweli wa Kinjekitile. Mlishinda CCM kila mahali hapo. Au nakosea? Kule Masoko kwenye vitongoji 9 vile vile mlishinda CCM kwenye vitongoji vyote 9. Mliwapiga 9 bila. Nasema uongo? Mwaka jana mmepata 0 hapa na Masoko 0. Sio kwa sababu ACT hawapendwi au Chadema hawapendwi, ni kwa sababu hawataki tena uchaguzi. Nakosea? Niambieni watu wa Kilwa Kivinje. Hawataki uchaguzi. Na ili kusiwe na uchaguzi wanafuta wagombea wa upinzani. Mnanielewa? Tuliwapiga 21 bila miaka 10 iliyopita. Mwaka jana wanasema wagombea wetu hawawezi kujaza fomu, hawawezi kuandika majina, hawajui namna ya kugonga mihuri fomu za uteuzi, na upuuzi wa aina hiyo. Narudia tena, leo CCM wanatawala hapa sio kwa sababu mmewapa kura, ni kwa sababu hawataki uchaguzi. Wanafuta wapinzani ili msipige kura. Nasema uongo? Sasa hayo ni ya hapa mji mdogo wa Kilwa Kivinje, mji mdogo wa Kilwa Masoko. Twende kwenye vijiji. Hili jimbo lenu la Kilwa Kusini na Kilwa Kaskazini, sawa sawa, kuna kwenye vijiji mwaka 2014 kuna vijiji 114 vya wilaya hii. 114. Miaka 10 iliyopita mlichagua CUF kwenye vijiji 75. CCM ilipata vijiji 39 peke yake. 75 vilikwenda kwa wapinzani. 2019 wakati wa Magufuli 0. 2024 chini ya mama 0. Miaka 11 iliyopita wagombea wewe walikuwa na uwezo wa kuandika majina yao, kujaza fomu vizuri, wakashinda kwenye vijiji 75. Miaka 10 baadaye wanaambiwa hawajui kuandika majina, hawajui kujaza fomu, na upuuzi wa aina hiyo. Kwa sababu CCM na serikali yao, iwe ya mama iwe ya Magufuli, hawataki uchaguzi, hawataki ushindani, hawataki wananchi mpige kura mkachagua viongozi nao wapenda.
Mnanielewa? Umekuelewa sana. Twende kwenye kata. Kuna 11 Kilwa Kusini na kuna kata 13 Kilwa Kaskazini. Uchaguzi mkuu wa 2015 Kilwa Kusini, CUF walishinda kata 9 kati ya 11. CCM walishinda kata 2 tu. Kule kaskazini kwa Ngombale, madiwani wa CUF walishinda kwenye kata 10 kati ya 13. CCM walishinda kata 2, 3 tu. Kwa kwenye Kilwa yote kusini na kaskazini, CUF ilipata madiwani 19 wa kata, CCM ilipata 5 tu. 2020 sifuri, kwa sababu ya mabomu ya polisi, kwa sababu ya bunduki za polisi, kwa sababu ya wizi na uchafuzi wa uchaguzi uliofanywa na Magufuli na CCM wakisaidiwa na wao waliokuwa wanawapigeni mabomu hapo. Sasa hiyo ndio hali ya uchaguzi ya hapa Kilwa kwenu. Sasa niwaulizeni ndugu, hivi mnafikiri tukienda kwenye uchaguzi mwaka huu tunapata nini? Niambieni, tunapata nini? Kama hali ndio hii, niambieni watu wa Kilwa, tukienda Oktoba kwenye uchaguzi tukasema twende tu, tunapata nini? Niambieni. Ndio maana sisi wa Chadema tumesema, na nasema hapa mbele yenu, ndio maana tumesema kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Kama hakuna mabadiliko tuzuie uchaguzi, kwa sababu tukienda hivi hatuendi kupata kitu chochote. Mnafahamu, kila mtu anafahamu na Mungu anafahamu, kwa sababu hawa hawataki uchaguzi tena. Ili washinde inabidi watumie mabomu. Ili washinde inabidi wafute wagombea wa upinzani. Ili washinde inabidi mapolisi waje na vipegi vimejaa kura feki. Au nakosea? Uwe baba. Ndio maana tunasema bila mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi hakuna uchaguzi. Msikubali. Nyie wajukuu wa Kinjekitile Ngware, msije mkakubali tena.